Mvutano wa kisiasa ndani ya Israel umeongezeka kwa kasi baada ya viongozi wa upinzani kumshambulia vikali waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wakimtuhumu kushindwa kugeuza mafanikio ya kijeshi dhidi ya Iran kwa ushindi wa kidiplomasia kufuatia taarifa za kuibuka kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Viongozi hao wanasema hatua hiyo imeiweka Israel katika hali ngumu ya kisiasa na kiusalama, huku wakidai kuwa serikali ya Netanyahu imepoteza ushawishi wake kwa mshirika wake mkuu Marekani. Kiongozi wa upinzani wa Israel, Yair Lapid, amesema Netanyahu amepoteza vita na ameshindwa katika maamuzi ya kivita, akidai kuwa licha ya mafanikio ya kijeshi yaliyopatikana na jeshi la Israel dhidi ya Iran, serikali imeshindwa kupata matokeo ya kudumu ya kisiasa na kiusalama. Akizungumza kabla kikao cha wiki cha chama chake cha Yesh Atid, Lapid alisema jeshi la ulinzi la Israel lilitimiza wajibu wake, lakini Netanyahu ameshindwa kufanikisha malengo ya kidiplomasia. Kwa mujibu wa Lapid, kile kinachojitokeza sasa ni kushindwa kwa kiwango kikubwa katika sera za nje za Netanyahu kuhusu Iran. Alisema kuwa hali ya sasa imeonyesha wazi kuwa Netanyahu hana tena uwezo wa kusimamia mapambano ya kidiplomasia kwa niaba ya Israel. Lapid alieleza kuwa inatia wasiwasi kuona rais wa Marekani akionekana hadharani kumwelekeza wazi waziri mkuu wa Israel kuhusu hatua za kuchukua, jambo alilodai kuwa linaonyesha kupungua kwa uhuru wa kisiasa wa Israel katika kufanya maamuzi yake ya usalama wa taifa. Lapid aliendelea kusema kuwa makubaliano yanayoibuka kati ya Washington na Teherani yameiweka Israel katika nafasi ngumu ya kuchagua kati ya haki yake ya kujilinda dhidi ya maadui wake na hatari ya kuingia katika mgogoro wa moja kwa moja na mshirika wake mkubwa wa kimataifa Marekani. Alisisitiza kuwa chini ya serikali ya awali iliyoongozwa na yeye pamoja na aliyekuwa waziri mkuu Naftali Bennett, hali hiyo isingefikia kiwango hicho. Katika mashambulizi yake dhidi ya serikali ya sasa, Lapid alimshutumu Netanyahu kwa kujizunguka na watu wasiokuwa na uwezo wa kutoa ushauri wa kitaifa, akiwaita wachekeshaji na walafi wa kisiasa, huku akidai baadhi yao wamehusishwa na fedha kutoka Qatar. Na aidha alikumbusha tukio la shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023, akisema siku hiyo ilionyesha kuwa Netanyahu ameshindwa kulinda usalama wa wananchi wa Israel, na sasa Juni 15 mwaka 2026 imeonyesha kuwa pia ameshindwa kusimamia kampeni ya kidiplomasia dhidi ya Iran. Kwa upande wake, waziri wa zamani wa ulinzi na kiongozi wa chama cha Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, ameonya dhidi ya kile alichokiita janga kubwa la kidiplomasia ambalo linaweza kuwa baya zaidi kuliko makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yaliyofikiwa chini ya utawala wa zamani wa Barack Obama. Lieberman alisema Israel haipaswi kuruhusu Marekani kuunganisha makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran na hali ya mapigano yanayoendelea nchini Lebanon dhidi ya kundi la Hezbollah. Kwa mujibu wa Lieberman, Israel inapaswa kuiambia wazi Marekani kuwa haitakubali uhusiano wowote kati ya mgogoro wa Iran na vita vya Lebanon. Alisisitiza kuwa ikiwa Iran au washirika wake wataendelea kushambulia Israel, basi majibu yanapaswa kuwa makali zaidi, akipendekeza hatua za kijeshi dhidi ya miundombinu muhimu ya Iran, ikiwemo kisiwa cha Hag na bandari ya Bandar Abbas, maeneo ambayo yana umuhimu mkubwa katika biashara ya mafuta ya Iran. Mbali na hilo, Lieberman amependekeza Israel kuanzisha kikosi maalum cha makombora ya masafa marefu pamoja na kuipa taasisi ya ujasusi ya Mossad jukumu kuu la kuzingatia kuangusha utawala wa viongozi wa kidini wa Iran maarufu kama utawala wa Ayatollah. Kauli hiyo inaonyesha namna baadhi ya wanasiasa wa upinzani wanavyotaka Israel ichukue msimamo mkali zaidi dhidi ya Iran badala ya kutegemea makubaliano ya kisiasa yanayoongozwa na Washington. Naye waziri mkuu wa zamani wa Israel Naftali Bennett amesema serikali ya Netanyahu imeonyesha tena kushindwa kutumia mafanikio ya kijeshi kupata usalama wa kudumu kwa taifa hilo. Bennett alisema wakati wa mapigano dhidi ya Iran, wananchi wa Israel walionyesha ujasiri mkubwa, huku wanajeshi wa IDF wakifanya kazi kwa kiwango cha juu sana, lakini juhudi hizo zimepotezwa kutokana na udhaifu wa kisiasa wa serikali.
Bennett alieleza kuwa makubaliano yanayoibuka kati ya Marekani na Iran si jambo lisiloepukika, bali ni matokeo ya kushindwa kwa viongozi wa sasa wa Israel kupanga mkakati mzuri wa kisiasa. Alidai serikali imekuwa ikiingiza Israel katika kile alichokiita vita vya uchovu na kusuasua bila kufanikisha ushindi wa mwisho dhidi ya mahasimu wake wakuu wa kikanda. Akizungumza kuhusu mustakabali wa mgogoro huo, Bennett alisema ana mpango wa kimkakati wa kusababisha kuanguka kwa utawala wa Iran pamoja na kusambaratisha mpango wake wa nyuklia kupitia mgawanyiko wa mbinu za kidiplomasia, kiuchumi, teknolojia, kijeshi na za kiintelijensia. Kauli hii inaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya kisiasa ya kujijenga kama mbadala wa Netanyahu kuelekea uchaguzi mkuu wa Israel unatarajiwa kufanyika kabla ya Oktoba 27. Mashambulizi haya ya kisiasa dhidi ya Netanyahu yanaashiria mgawanyiko mkubwa ndani ya siasa za Israel kuhusu namna ya kushughulikia Iran na nafasi ya Marekani katika usalama wa taifa hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.